Sasa katika mambo ambayo yatakusaidia Muislamu kuweza kushikamana au kumpata rafiki, jambo la kwanza ambalo litakusaidia kuweza kushikamana, kama ni katika msikiti watu wakawa lao moja, wakakaa pamoja, wakasubiana pamoja, jambo la kwanza al-ikhlasu fil mahabba, watu kuwa na ikhlas katika hayo mapenzi, kila mmoja kwa mwenzake akawa ni mukhlis katika yale mapenzi alionayo. Na mtu mwenye ikhlasi katika mapenzi ni mtu ambaye pale inapotokea mmoja au mwenzake amekosea jambo fulani, anatafuta namna nzuri ya kuweza kutengeneza ile jambo kupitia ndugu yake. Mtume anasema thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Anasema mambo matatu akiwa nayo mtu basi atapata ladha ya imani. An yuhibba almar'a la yuhibbu illa lillah, asimpende mtu isikuwa mpende kwa ajili ya Allah. Mafungamano yetu sisi, mapenzi yetu sisi tuyafungamanishe katika dini, na tukiyafungamanisha katika dini undugu wetu, wallahi tutashikamana sana na tutakata hatua kuwazidi hata wale waliotuzidi miaka 10 iliyopita nyuma, kwa sababu mapenzi yetu yatakuwa na msingi madhubuti ambao ni ikhlas. Lakini pia katika hadithi nyingine Mtume SAW anasema haqqati mahabbati, ana haki kuyapata mapenzi kutoka kwangu mimi, lilmutahabbina fiya, au katika riwaya lilmutahabbaini, kwa wale wenye kupendana kwa ajili yangu mimi. Katika hadithi al-Qudsi, hawa wanastahiki mapenzi kutoka kwangu mimi kwa wale wenye kupendana kwa ajili yangu. Kwa ili tupate mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tushikamane, tupendane kwa ajili yake yeye. Simpende mtu kwa ajili ya chochote, ukampenda mtu kwa sababu ana wadhifa, ukampenda mtu kwa sababu unajua kuna kazi fulani atakusaidia kuipata, au ukampenda mtu kwa sababu ana jina katika mji. Mpende mtu ikhlasan lillahi lidinillah. Hiyo ni moja ya njia ya takwiyatu al-ukhuwati al-imani, ni moja ya njia ya kuupa nguvu undugu wetu katika imani. Lakini pia njia ya pili